Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Dimbani Connect kwa kuweza kuyafahamu yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo utakuwa nami Rashid Mfaume, pia niko na mchambuzi wangu hapa Bwana Andrew Masawe. Tutakwenda kuangazia yale yote ya kimichezo, yapo mengi kweli ikiwemo mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, michezo kadhaa iliweza kupigwa hapo jana na pia hii leo kuna mechi zikiweza kuchezwa hapo baadaye, na mengine tutakwenda kuangalia sakata la timu ya taifa ya Senegal kukopwa ubingwa wao na kupewa timu ya taifa ya Morocco, na vile vile tutakwenda kumwangalia mchawi mfupi Lionel Messi. Leo hapo jana ameweza kufikisha magoli 900 katika karia yake ya uchezaji. Endelea kusalia nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuyafahamu yale yote ya kimichezo na uchambuzi uliojaa data na taarifa mbalimbali. Bwana vipi? Bwana nipo vizuri. Safi, sawa. Nipo sawa kama Lionel Messi. Bwana katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara hapo jana tunaona michezo miwili iliweza kupigwa katika viwanja viwili tofauti. Moja pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi jijini Arusha, Dar es Salaam, Young Africans aliweza kudondosha pointi 2 mara baada ya kutoka sare ya bila kufungana dhidi ya walipa kodi TRA United. Pia mchezo mwingine uliweza kupigwa pale jijini Dodoma, Singida Black Stars nao waliweza kuibuka na ushindi mbele ya Tanzania Prison. Tukianza kuangazia mchezo wa Dar es Salaam Young Africans ambao walikaribishwa na TRA United. Jana Yanga amedondosha alama nyingine. Tunaona katika mechi 5 mfululizo ameweza kushinda mechi 2 na kudondosha na kushinda mechi, ametoa sare mechi 3 na kushinda mechi 2. Tukianzia hapo, ni kipi hasa ambacho hivi sasa kina wasibu timu ya Dar es Salaam Young Africans? Kwanza Young Africans kwenye michezo mitatu ya mwisho kapoteza alama 6. Kado dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, dhidi ya Azam, lakini hapo jana kado dhidi ya TRA United. Ni moja kati ya mwendelezo ambao sio mzuri sana kwa Young Africans, lakini kwa namna moja ama nyingine naweza nikawa na doubt kwenye ratiba ambayo pia wanayo. Yes, wamekuwa na ratiba ambayo ipo karibu sana. Na nicho ambacho unakiona kinatokea kwa baadhi ya wachezaji wa Young Africans, unaona wana majeraha. Hapo jana Dube kaanza hajamaliza mchezo. Lakini pia ukiangalia fatiki ya wachezaji inaonekana kama ndani yao kuna uchovu, kuna kuchoka pia. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo linawasumbua sana Young Africans hivi sasa. Yaani uwezo ukatenganisha performance ya Young Africans na kile ambacho wanakipitia kwenye ratiba ambayo wanayo hivi sasa. Lakini kimchezo of course TRA walijitahidi sana kuwazuia Young Africans, kwa sababu tunaelewa kwamba hizi timu mbili, Simba pamoja na Young Africans, hata zio na changamoto ndani ya kikosi, lakini wamekuwa wakipata matokeo kwenye mechi kama hizi. Lakini TRA kupata tu sare dhidi ya Young Africans, haijalishi Young Africans anapitia nini, lakini ile sare ambayo wameipata dhidi ya Young Africans ni advantage kubwa kwao, na unaona hata baada ya dakika 90 kumalizika walijipongeza, kwa sababu kutoa sare dhidi ya Young Africans ni moja kati ya jambo kubwa sana ambalo wamelifanya. Kwa hiyo that's credit na hapa TRA United, lakini kwa upande wa Young Africans na doubt kubwa sana kutokana na ratiba ambayo yanayo hivi sasa. Na ratiba inawezekana hakuna wa kumlaumu, kwa sababu ndio jinsi ambavyo hivi sasa inabidi tuende, kuna mashindano mengi yanakuja hapo mbele. Kwa hiyo huu ndo wakati ambao wanatakiwa watumie ule upana wa kikosi ambao tulikuwa tunautaja mwanzo wa msimu. Tulikuwa tunasema ni vyema vilabu hivi vijue ni namna gani ya kuwasajili wachezaji ambao watakuja kuwa na replacement nzuri kwenye kikosi. Tunaona wenzetu Uingereza, Hispania, Bundesliga wana mashindano mengi kweli. Mtu ana FA, ana Carabao, lakini pia ana UEFA Champions League, ana EPL. Umenipata? Mashindano manne yote unaweza kukuta ana wachezaji hao ambao wanashiriki FA. Kwa mfano kama tuchukulie Arsenal, yupo kwenye FA, yupo kwenye Carabao, yupo kwenye UEFA Champions League, yupo kwenye EPL. Timu kama Arsenal
ili iweze kuperform kwenye haya mashindano vizuri, ili iweze kuwa na kule kupeleka ushindani ule ambao unahitajika, lazima wawe na wachezaji ambao wanabadilishana ndani ya kikosi. Ukibadilisha mchezaji huyu akiingia, kunakuwa kuna mabadiliko makubwa. Hivyo ndio unavyoweza kuchukua makombe mbalimbali. Kwa hiyo kwa vilabu hivi vya Simba na Young Africans hivi sasa, Young Africans I think wamekosea kwenye usajili, ndio maana unaona replacement inakuwa si nzuri. Ukimreplace mtu anakuwa haleti matokeo kama yule ambaye ametoka. Nichukulie mfano, ushajiuliza leo Diarra akiumia, replacement yake italeta matokeo kama Diarra anayatoa ndani ya Young Africans? Of course siwashushi thamani magolikipa ambao hapo Young Africans, lakini angalia kitu ambacho anakitoa Diarra ndani ya Young Africans. Umenipata? Kwa hiyo bado tuna changamoto ya replacement ya wachezaji kwa vilabu hivi ambavyo vinashiriki ligi yetu, hasa hivi vikubwa vya Yanga pamoja na Simba. Kwa hiyo haya ambayo wanayalalamikia Yanga hivi sasa ilibidi warekebishe toka mwanzo wa msimu. Kwa hiyo I think just ni changamoto ambayo wanao Young Africans hivi sasa, lakini changamoto ambayo wangeweza kukabiliana nayo kama wangesajili vizuri. Ni mechi ya pili mfululizo hivi sasa tunaona Yanga anakwenda bila kupiga on target. Ni kipi hasa, kwamba ni ugumu wa safu za ulinzi wa wapinzani ambao wanakutana nao, ama ni ubutu wa safu ya ushambuliaji ya Yanga? Kwanza lile ambalo nimesema mwanzo, kuna kitu ambacho kinapungua. Ufanisi wa Young Africans hasa kwenye eneo la mbele I think umepungua kiasi kikubwa sana. Umepungua kwa sababu Young Africans kumaliza mchezo dhidi ya TRA United bila shoot on target ni swala ambalo unaweza ukawa na doubt nalo, na usiamini kama ulikuwa utazami mchezo ule. Kwa hiyo I think kuna kitu ambacho kimepungua kwenye eneo la ushambuliaji la Young Africans, hasa baada ya Dube kuumia. Unampoteza mshambuliaji ambaye tayari alikuwa kwenye kikosi kwa muda mrefu, lakini pia uhatari wa Dube tunaofahamu. Kwa hiyo kumpoteza mtu kama Dube, kuingia Mwanengo ambaye alikuwa hapati nafasi kwa kiasi kikubwa, hiyo pia inachangia mchezo ule Young Africans kutoka bila shoot on target. Lakini kwenye mchezo uliopita tunajua ugumu ambao upo kwenye mechi dhidi ya Azam. Yanga dhidi ya Azam FC, Young Africans kupiga shoot on target moja, uwezo ukawa na maulizo mengi sana, kwa sababu Azam mwenyewe si timu mchekea kwenye ligi yetu dhidi ya Simba, lakini dhidi ya Simba pia uwezo ukawa na doubt kubwa sana kutokana na ugumu pia ambao Young Africans aliupata kwenye ule mchezo, na ndio ugumu ambao wanakutana nao kila wanapocheza na Simba, kila wanapocheza na Azam FC. Lakini dhidi ya TRA United kwa Young Africans I think pengo tu la Dube pamoja na Depp kukosekana kwenye mchezo ule, mchezo wa jana, unaokupa engo ya kwa nini Young Africans wameondoka bila shoot on target. Bwana Djigui Diarra anaendelea kuwa muhimili mkubwa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Tunaona hapo jana dakika zile za mwishoni TRA United waliweza kuipata nafasi, pasi na ubora wa Djigui Diarra tungeweza kuzungumza mengine. Moja kati ya vitu muhimu sana timu yoyote ambayo inatakiwa izingatie ni ubora wa mlinda mlango. Unaweza ukawa na timu bora sana, lakini ukiwa na pazia nyuma unakuwa na hali mbaya sana. Mwangalie Raya pale Arsenal. Anafanya kazi kubwa sana. Yaani anasahihisha hata makosa ambayo fullbacks ya safu yake ulinzi inafanya. Na angalia Arsenal hivi sasa wako wapi? Wapo kwenye mashindano yote hivi sasa. Wameingia kwenye hatua inayofuata kwenye UEFA Champions League. Kwenye ligi kuu nchini Uingereza analendea kombe hivi sasa. Kwa hiyo inakuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo timu ikiwa na mlinda mlango bora inakuwa na nafasi kubwa sana ya kubeba makombe. Tofauti na kuwa na safu bora ya ushambuliaji. Ukiwa na safu bora ya ushambuliaji afu nyuma unapazia, utakuwa unafunga sana lakini unaruhusu sana pia. Young Africans ukiangalia safari zao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho, unaweza ukaona imechangiwa kwa kiasi kikubwa sana na Diarra kufika paka hapo ambapo wamefika hivi sasa. Mimi kwenye ligi ya mabingwa msimu uliopita na msimu juzi pamoja na misimu yote iliyopita, Diarra amekuwa ni muhimili mkubwa sana ndani ya Young Africans. Kwa hiyo
ana performance nzuri sana. Nikirudi kwenye mchezo wa hapo jana, man to man, na zilikuwa ni dakika za mwishoni, ni dakika ambazo chochote kingeweza kutokea. Inanikumbusha tukio ambalo lilitokea pia Mbeya kwenye mechi dhidi ya Mbeya City. Dakika zilikuwa kama zile za mwishoni. Diarra anaokoa Young Africans. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, Diarra ameokoa pointi 6 muhimu ambazo Young Africans angekuwa anapoteza moja kwa moja. Ndio. Dhidi ya Mbeya City angeruhusu goli, Yanga angepoteza alama 3. Dhidi ya TRA Yanga angepoteza alama 3. Ni alama 6 ambazo zingekuwa zimfanya Young Africans yawepo hapa alipo hivi sasa. Kwa hiyo unaona umuhimu gani ambao Diarra nao ndani ya Young Africans, na of course ni moja kati ya kipa bora sana. Au tukisema tukitaja wachezaji wa kigeni bora ambao wamecheza kwenye ligi yetu, basi kwenye eneo la goalkeeper Diarra anaweza akawa pale kwenye namba 1 hivi sasa, mpaka hivi sasa. Kwa makipa wa kigeni ambao nimewaona, walinda milango wa kigeni ambao nimewaona mpaka hivi sasa, sijamuona kipa aliyokuja akafanya makubwa kama Diarra. Kwa hiyo I think yupo kwenye top performance. Yes. Bwana, kwa kumalizia kwenye upande wa hiyo timu ya Dar es Salaam Young Africans, tunaona hivi sasa Yanga wanakabiliwa na changamoto ya majeraha. Jana Prince Dube ameumia kuweza kumaliza ile mechi. Yes. Lakini pia kabla ya mechi ya jana tuliweza kupata taarifa kwamba wachezaji 5 wa Yanga watakuwa nje kutokana na majeraha, ukiachilia Dickson Job pamoja na Clement Mzize ambao hawa watakosekana mpaka mwisho wa msimu. Ni kipi hasa tatizo ambalo linawakabili Yanga, kwamba ni ugumu wa ratiba ambao mechi zipo karibu, ama ni fitness ambao wachezaji wako nayo ambayo inapelekea kuwa na majeraha wengi ndani ya kikosi? Of course ningekuwa ndani ya Young Africans ningekuwa na jibu la moja kwa moja la kusema kwamba I think kocha fitness afanye kazi yake vizuri. Ningekuwa na majibu hayo, ama Young Africans ni ratiba inawakabili. Lakini najibu kama nikiwa mtu wa nje, mdau wa soka wa nje, kwa jinsi ambavyo naiona Young Africans hivi sasa. I think Young Africans kwanza wanakabiliana na ratiba ngumu. Hilo ni swala ambalo lipo wazi. Lakini pia kuna vitu ambavyo haviepukiki kwenye football. Ukiwa na timu kama Young Africans mpaka hivi sasa, michezo ambao wamecheza mfululizo inawafanya wachezaji wasiwe na ile time ya kupumzika. Wanakuwa wanacheza wakicheza leo, kesho wanasafiri, kesho kutwa wanafanya mazoezi, wanaingia tena kwenye mchezo. Kwa hiyo wanakuwa hawana ile time ya kupumzika kidogo. Lakini pia na doubt kwa kocha wa fitness. Of course sina uhakika kama atekeleze majukumu yake vizuri, lakini wachezaji wanaumia sana mara kwa mara. Ukiona hali hii inatokea kwenye timu, lazima uwe na doubt na mazoezi ambao wanapata, hasa kwenye upande wa fitness. Kwa hiyo wana ratiba ngumu, lakini inabidi pia waangalie upande wa fitness. Kwa nini imekuwa ni kwa haraka sana wachezaji wengi wanapata majeraha? Sina jibu la moja kwa moja kwenye swala lako, lakini inabidi Young Africans pia watazame kwenye hizo pande zote mbili. Je, ni ratiba kweli inatukabili, ama pia kuna pengo kwenye upande wa fitness? Just hiyo ni kwa Young Africans, na imani wanaliona hilo kabla hata mimi sijaliona. Bwana, tukiendelea kusalia hapo katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, tunaona hii leo michezo mingine itapigwa katika viwanja viwili. Pamba Jiji watawakaribisha Lunyasi Simba Sports Club pale katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Pia Mashujaa watawakaribisha Azam FC. Tukianza kutazama mchezo huu wa Simba Pamba Jiji ambao wataikaribisha timu ya Simba katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Huu utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa pande zote mbili? Kwa Simba wanaenda kukutana na mchezo mgumu sana dhidi ya Pamba. Na moja kati ya mchezo ambao inabidi wauende wakiwa na utulivu wa akili ni mechi dhidi ya Pamba. Pamba ni mgumu sana akiwa nyumbani. Pamba anaonyesha performance nzuri sana akiwa nyumbani. Kwa hiyo of course naona Simba wakipata matokeo, lakini sioni wakishinda zaidi ya goli 2 kwenda 3.
watapata matokeo aidha goli 2 ama goli 1, kwa sababu Pamba wana kikosi bora sana. Ile safu ya kiungo ambayo inaongozwa na Kelvin Nation ni moja kati ya safu nzuri sana. Wanaweza kawa hawana ile tunasema hawana mchezo wa kucheza wa majukwani, labda wapigi chenga wafanyaje, lakini wanatekeleza majukumu yao vizuri sana. Kwa hiyo na utazama kama ni mchezo mgumu sana, hasa kwa upande wa Simba, kwa sababu Simba anahitaji zaidi ya alama 3. Ukizingatia mpinzani wao Young Africans anadondosha alama, anapunguza gap lilopo, na ukimwangalia Simba akishinda game zake zote, Young Africans atakuwa anamzidi kwa alama 1. Kwa hiyo Simba anauendea mchezo huu akiwa na lengo la kuchukua alama 3 ili azibe gap ambalo lipo kati yake na Young Africans. Lakini Pamba akiwa naye anatafuta alama, na Pamba hatoruhusu kupoteza kiurahisi akiwa nyumbani. Lakini pia kwa siasa za mpira wa miguu wa Tanzania, unamwona Pamba akiwa ana performance nzuri sana na amekuwa akicheza vizuri sana, hasa akicheza na Simba, tena akiwa nyumbani Mwanza. Hilo linaonekana wazi kabisa. Kwa hiyo ukitazama mchezo uliopita, Simba aliibuka na ushindi wa goli 1 dhidi ya Pamba. Mechi ilikuwa ngumu sana upande wake Simba. Kwa hiyo angalia ugumu ambao Simba amekutana nao dhidi ya Singida Black Stars. Ni ugumu, umeona vizuri, lakini na wapa advantage Simba kwa aina ya wachezaji ambao wapo ndani ya Simba. Wana mchezaji kama Chama amekuja Simba, sasa hivi hafanyi makubwa kama aliyofanya nyuma, lakini anakupa vitu vizuri kwa nyakati tofauti tofauti. Angalia assist aliyoitoa dhidi ya Elim Panzu kwenye mechi ya Singida Black Stars. Ni assist ambayo imeipa Simba alama 3. Lakini ukiangalia overall performance ya Chama, unaweza ukadoubt kuhusiana na kile ambacho anakitoa uwanjani. Lakini angalia end product ya Chama kwenye nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo kuna Simba wana wachezaji ambao wanaweza waokoa kwenye nyakati ngumu kama zile za Simba dhidi ya Singida Black Stars. Unamhitaji mtu kama Chama, mtu kama Mpanzu, mtu kama Lebase Gwe, ambao wanaweza wakawapa matokeo. Kwa hiyo na hapa advantage Simba kwenye mchezo, kwa sababu wana wachezaji ambao wanaweza wakaokoa kwenye nyakati ngumu ambazo wanapitia. Kwa hiyo kama Pamba watatoa nyakati ngumu kwa upande wa Simba wana wachezaji wa kuokoa kwenye hizo nyakati. Kwa hiyo I think naona ushindi kwa upande wa Simba, lakini sioni ushindi ambao una tofauti ya magoli mengi. Magoli mengi sana atakuwa 2 ama 1. Simba amekuwa akikutana na wakati mgumu sana pale ambapo wanakutana na timu ambazo zinakabia chini, ambao kitaalamu anasema low block. Pia Pamba amekuwa na hiyo kawaida ya kucheza kwa namna kama hiyo, akikutana na hizi timu kubwa. Tunaona dhidi ya Azam FC namna walivyocheza, na leo wanakwenda kucheza na Simba. Inatoa tafsiri gani, ama Simba anatakiwa kwenda vipi kuhakikisha anapata hizo alama 3, ukiangalia na namna ambavyo Pamba Jiji wanavyocheza? Na Simba wakiruhusu Pamba wapate goli, waanze kupata goli, Simba watakuwa wameharibu lengo lao la mchezo. Kama lengo lao litakuwa ni alama 3 na wakaruhusu Pamba wapate goli kipindi cha kwanza, ama waanze kupata goli, watakuwa wameharibu lengo lao. Kwa sababu ile Pamba ikirudi nyuma, ndugu yangu, una Kelvin Nation kwenye eneo la katikati, moja kati ya kiungo ambaye haimpwi sana kwenye ligi yetu, lakini ni kiungo bora sana. Sasa Simba atapata wakati mgumu sana kupata walau sare kwenye mchezo. Wasiruhusu Pamba waanze kupata goli. Hiyo itakuwa ni moja kati ya kitu ambacho wamekifaulu kwenye mchezo huu. Na Simba wanapata kwa sasa hivi wanapata changamoto ya timu, ukicheza na timu yote ambayo inacheza low block, lazima uwe na changamoto ya kupata magoli. Lazima kwa timu pinzani lazima uwe na changamoto ya kupata magoli. Na kama ukipata magoli itakuwa kwa kuchelewa sana. Tuliona Tabora hapo jana walivyorudi nyuma
Young Africans struggle sana kupata matokeo, na ukizingatia pia kuna quality ambazo zimepungua ndani ya Young Africans, ikawa ndo mechi imeisha hivyo. Kwa Simba na doubt kutokana na aina wachezaji ambao wapo Simba, Luemba, Gweye, Mpanzu, hao wote na kutajia ni wachezaji ambao wana speed. Ukiwa na mchezaji ambaye anaweza kukaa na mpira kwa dakika, kwa sekunde either kuanzia 50 60, hapo na maisha dakika moja, sasa anaweza kufanya dribble, unakuwa unapunguza, unakuwa unatengeneza magepo ambayo kwa namna moja ama nyingine, hata kama timu ipo kwenye low block, kunakuwa na magepo ambayo yanatokea. Kwa hiyo mimi naona kuna wachezaji Simba wana uwezo wa kukaa na mpira zaidi ya sekunde 50 mpaka 60. Na hicho ndio kitu ambacho kitakuwa ni advantage kubwa sana kwa Simba. Kwa hiyo Simba either Pamba waamue kucheza low block ama waamue kucheza kawaida, Simba wana wachezaji wa kuwapa matokeo kwenye nyakati zote hizo ambazo Pamba wataamua kucheza. Bwana, tukalitazame tukio lingine ama sakata ambalo linaendelea, limekuwa gumzo hivi sasa Afrika na duniani kwa ujumla. Sakata ambalo juzi tunaona timu ya taifa ya Senegal waliweza kuvuliwa ubingwa ambao waliopata wa AFCON, ambao katika finali waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Lakini juzi ikatoka taarifa kwamba Senegal amekiuka kanuni, hivyo sio ubingwa tena na bingwa amepewa Morocco. Twende tukalitazame hili tukio kwamba CAF namna walivyofanya ni sahihi ama kuna sehemu wameteleza, wamekosea kuzitafsiri hizi kanuni ambazo zipo. Yani hili tukio liwe sahihi lisiwe sahihi, ili jambo lisingetakiwa limalizike hivi. Haina namna gani? Lisingetakiwa limalizike kwa Morocco kupewa kombe mezani. Ni moja kati ya maamuzi ya ajabu sana kutokea kwenye soka. Hasa tukiwa kwenye kipindi hiki ambacho tunatarajia soka letu la Afrika litoke hapa lilipo, tulione likiendelea mbele zaidi, afu matukio kama haya yanatokea. Ni matukio ambayo yanakatisha tamaa kwenye soka letu. Yani nilishtushwa sana na hizi taarifa. Yani nilitegemea either rais wa CAF alivyoongea hapo jana aongee walau tuone mpira wetu unapoelekea, lakini ukiona yani maneno ya rais wa CAF hapo jana yamenithibitishia kwamba mpira wetu haupo sehemu sahihi. Yani ile kamati na urais wa CAF pamoja na mambo ambayo yanaendelea kwenye mpira wetu, I think mpira wetu haupo sehemu sahihi, na viongozi ambao wamepewa dhamana ya kuongoza mpira wetu hawautendei haki. Jambo lingine, nimeangalia ukimya wa timu ambazo zilishiriki kwenye yale mashindano. Yani nitarajia ili tukio baada ya kutokea watu wangeisupport Senegal, lakini wapo kimya. Nyota wa zamani wamesupport Senegal. Nyota wa zamani hilo jambo of course nimelipenda. Kuna Samuel Eto'o labda ni watu ambao wameshiriki kwenye soka letu kwa muda mrefu na ni image kubwa kwenye soka letu, lakini I think kungekuwa na nguvu zaidi kama timu zenyewe za Afrika zikisupport Senegal, kwa sababu tukio ambalo linakwenda kutokea hivi sasa ni tukio ambalo halijawahi kutokea kwenye soka. Miezi miwili imepita bro, toka Senegal atangaze kwa bingwa. Anyway, tufanye hata mwezi mmoja umepita. Unakuja kutoa maamuzi hivi sasa Senegal sio bingwa wa AFCON. Kumbuka Senegal mpaka hivi sasa alikuwa tayari ameshafanya celebration zote, lakini mpira ulikuwa umeshakuisha. Tukio ile lingetakiwa lifanyike kabla dakika 90 kumalizika pale uwanjani. Nataka nikumbushe kitu kimoja. Morocco kwenye swala hili ambalo wao wamepewa advantage, doubt inakuja kwa sababu Morocco ndo walikuwa wa kwanza kuharibu michezo mingi sana ambao wameicheza. Kwa nini nakwambia hivi?
wachezaji wa Morocco, mashabiki wa Morocco walikuwa wakifanya vitendo ambavyo si sahihi kwenye soka. Mechi dhidi ya Nigeria walifanya vitendo ambavyo kwa namna moja ama nyingine vilikuwa vinatoa wachezaji wa Nigeria mchezoni. Walikuwa wanatoa taulo la kipa wa Nigeria, lakini pia matukio mengi ambayo yalikuwa yanashusha hadhi ya mpira wa Afrika yalikuwa yanafanyika na mashabiki wa Morocco, na kwa namna moja ama nyingine yalikuwa yanafanyika pia na wachezaji wa Morocco. Umenipata? Kwa hiyo kama kulikuwa kuna dalili yoyote ambayo ilikuwa inaonyesha kuna timu ilikuwa inaharibu michezo ama inaharibu mashindano, Morocco ndio ilikuwa taifa la kwanza kabisa la kuadhibiwa kwa yale matendo ambayo walikuwa wanayafanya. Labda CAF waje watuthibitishie kwamba kile ambacho Morocco walikuwa wanakifanya kwenye mashindano haya kilikuwa sahihi. Hapo sisi ndio tutakuwa tunayaelewa maamuzi ambayo wameyafanya. Lakini nikukumbushe pia Senegal walichukua maamuzi ya kutoka uwanjani kutokana na favor ambayo walikuwa wanapewa Morocco toka mashindano yameanza. Yaani of course ile tukio ambalo lilikuwa limetokea kwa upande wa Morocco lilikuwa lina 50-50, either penalty ama sio penalty. Lakini ilikuwa sio 100% sio penalty. Lakini Senegal walitoka uwanjani kwa sababu Morocco walikuwa tayari wana image, wana picha ya kubebwa. Umenipata? Hili aliji kwa bahati mbaya. Linakuja kwa sababu matendo walikuwa yanajionyesha. Obvious, Morocco walikuwa wanaharibu mashindano, lakini matokeo pia ya kamati yamewabeba Morocco. Mpira wetu haupo sehemu sahihi. Mpira wetu unaongozwa na viongozi ambao kwa namna moja ama nyingine kama si mlungula, basi wana hofu ya kuchukua maamuzi. Hili tukio ambalo lipo linaendelea hivi sasa linatoa taswira gani katika mpira wetu wa bara la Afrika? Tuna safari ndefu. Tuna safari ndefu sana. Sababu tunaona mashindano yakipita yanachezwa, baadhi ya mastaa wa Ulaya walikuwa wanakuja kushuhudia mashindano. Yeah. Sasa hili tukio lililotokea litakuwa linatoa taswira gani? Jamie Gallagher akasema mashindano ya AFCON ni mashindano madogo. Na baada ya tukio hili akathibitisha, akasema niliwaambia mashindano haya sio makubwa. Yeah, tulikuwa tumeapa. Of course yana hadhi kubwa sana mashindano ya AFCON. Lakini matukio, unajua kitu bora, mfano kama ni bora, bwana wewe ni bora, unafanya mambo yako vizuri. Ubora wako unathibitika kwa matendo yako ambayo unaendelea kuyafanya, sio ambao umekwisha kuyafanya. Unapata? Kwa hiyo wewe utaendelea kuonekana bora kutokana na yale ambayo unaendelea kuyafanya, sio ambao ulikwisha kuyafanya. Unaweza kufanya kosa moja tu leo, watu wakashusha nyota zote ulizonazo. Kwa hiyo mashindano ya AFCON yataendelea kuwa bora kama wataendelea kufanya vitu kwa ubora huu ambao watu wanauona. Mashindano ya AFCON yaliyopita yalikuwa na sifa nyingi sana. Tuliambiwa marefa walichezesha vizuri, walitumia VAR vizuri sana. Lakini mashindano ya AFCON ya Morocco yamekuwa na doubt nyingi sana. Bingwa alipatikana, pia watu walikuwa na doubts why yale yaliyotokea kwenye finali yametokea. Ni kwa sababu tu yamefanyika Morocco. Yeah. Kwa hiyo I think ubora ambao tunaambiwa mashindano haya yapo wanayo, ubora ambao tunaambiwa upo kwenye mashindano ya AFCON utaendelea kuthibitika ama wataendelea kuona endapo mashindano haya yataendelea kuendeshwa kwa weledi. Kwa hiyo weledi sasa hivi umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Na maamuzi ambayo yanachukuliwa kwenye mashindano ya AFCON hivi sasa yanaonyesha kwamba mashindano haya si afya kwa timu ambazo zinashiriki. Kwa hiyo natamani sana nione mabadiliko makubwa sana yakifanyika kwenye mashindano ya AFCON, na swala hili liweze kuisha vizuri. Si tamani sana Morocco achukue, yani hii kamati maamuzi yao yafanyike, kwa sababu itakuwa ni aibu sana kwenye soka letu. Nimemwona bwana rais wa Senegal kwenye profile yake pale kwenye mtandao wa Instagram, nyuma yake kuna kombe la AFCON.
Sasa inakuonyesha kwamba AFCON ilipo kwa bwana mkubwa pale. Makombe wanalo na wanatambana. Yeah, sasa nadhani movie ni nzuri sana. Hii movie ni nzuri sana. Tuzidi kuiangalia na movie hii na movie hii kwa kiasi fulani imechangiwa na viongozi wabovu ambao wapo kwenye shirikisho la soka barani Afrika. Wanasema soka letu kivyetu. Lakini tumeona Senegal wao wamepeleka malalamiko yao CAS. Unaona Senegal ubingwa utaendelea kusalia kwa Senegal baada ya kupeleka malalamiko yake huko, ama CAS watakuja kutoa maamuzi mengine tofauti na watu ambao wanafikiria? Mimi sijui nawaza vipi, lakini ningekuwa nina nguvu pale Senegal kwenye mpira wa Senegal, nisingerudisha kombe. Lakini pia regardless majibu ya CAS yatakuwa nini, lakini dunia inafahamu bingwa ni nani. Mashindano ya AFCON nadhani kwa hivi sasa yatakuwa yana picha ambayo ni tofauti sana kwa Senegal. Doubt yangu inakuja kwa sababu wana Sadio Mane. Sadio Mane hambo sana, ni captain wa Senegal, lakini yupo fair sana. Hata tunaona kwenye ile mechi wakati ile sakata limetokea alikuwa anawaambia wachezaji wenzake yupo fair sana. Yani analinda sana image ya mpira. Ni mchezaji professional, lakini pia anajua jinsi gani ya kuamua, na maamuzi yake kwa kiasi fulani yanakuwa si ya hisia sana. Kwa hiyo na doubt kwenye hilo. Na Senegal ikitokea sakata hili limepewa nguvu zaidi, wanaweza wakarudisha kombe kwa sababu wana mtu ambaye yupo hambo na anatamani. Ni mmoja kati ya mchezaji ambaye nimemwona analinda sana image ya soka la Afrika. Yes. Lakini mimi binafsi nisingependezwa na kama Senegal atarejesha kombe tena eti Morocco ndio bingwa wa AFCON. Kwanza kabisa jambo la kusubiri na kuona maamuzi ambayo CAS watakwenda kuyatoa. Hii movie ni kali sana. Bado hajajulikana Sterling ni nani. Walichokifanya hivi sasa, yani unajua kuna kuvua mpira nguo, lakini wametuonyesha ni kwa namna gani wao pia hawajui jinsi gani ya kuchukua maamuzi, hawajui jinsi gani ya kuendesha soka. Wamejishusha kwa kiasi kubwa sana. Ni rais wa CAF wa shirikisho la mpira Afrika Bwana Motsepe jana alizungumza na akasema kwamba maamuzi yaliyotolewa yaheshimiwe. Pia ile kamati ambayo imefanya haya maamuzi wamefanya maamuzi kwa usawa na kuzingatia sheria, wala hawajafanya maamuzi kwa shinikizo la mtu fulani. Ni ngumu kutuaminisha hivyo. So kwenye soka tu nikwambie, dunia sasa hivi tuna watu wa maana ambao wanatuaminisha uongo, sio kwenye soka tu. Kwa hiyo usimwamini mtu kwa asilimia kubwa sana, either awe kiongozi wako awe nani kwenye taasisi yoyote ile. Usiamini sana anachokizungumza mkubwa wako kadhani ni sahihi sana. Yaheshimu maamuzi ambayo anazungumza, lakini usiyachukue kama yalivyo. Kwa hiyo maneno ambayo amezungumza rais wa CAF hapo jana ni maneno ambayo kwa kiasi fulani hajaleta mwanga wowote, badala yake yameendelea kutuweka kwenye giza. Badala yake yameendelea kuweka mpira wetu wa Afrika kwenye giza. Umenipata? Mimi hivi sasa huko nyuma of course tulikuwa tuna viongozi wa maana, tuna watu wa maana ambao walikuwa wakizungumza, just unajua yes, Samuel alitoka zungumza kitu. Unaweza hata kuweka kwenye headline. Umenipata? Lakini sasa hivi kiongozi anaweza akazungumza uko una doubt. Yaani mtu una doubt, unasema maneno kazungumza kiongozi. Na huyo mtu anayezungumza hivyo ni mtu wa kawaida yupo mtaani. Umenipata? Kwa hiyo tuna gap kubwa sana la viongozi ambao wanaoongoza mpira wetu hivi sasa. Tuna gap kubwa sana kwa viongozi ambao wapo hivi sasa. Kiongozi anaweza kazungumza kitu hivi sasa, mtu akakichukulia poa kwa sababu tayari ameshamuona huyu hata kwenye masuala ya kuamua mambo anakuwa hayupo sawa sawa.
Kwa hiyo tuna gap kubwa sana la viongozi, na viongozi hivi sasa wamekuwa ni watu wa kwanza wa kuzungumza mambo ambayo sio sahihi. Sio sahihi. Kwa hiyo bwana Mfaume, kwa makini sana na anachozungumza kiongozi. Unapima mwenyewe hiki alichozungumza ni sahihi? Na hivi sasa tuna watu wana elimu kubwa. Yaani viongozi wanatuongoza kama hivi sasa watu hawana elimu. Umenipata? Ile hivi sasa nikwambie kitu kimoja. Watu wana elimu kubwa sana. Watu wanajua vitu vingi sana. Mtu anaweza akawa yupo tu mtaani lakini anafuatilia mambo mengi sana. Kwa hiyo unapokuja kumdanganya, anakuwa tu anakuangalia. Hana uwezo wa kukupinga hapo hapo, lakini anajua nimedanganywa. Bwana, usiku wa jana ulikuwa usiku mwingine wa kuweka historia nyingine kwa mchawi mfupi bwana Lionel Messi. Jana aliweza kufunga goli lake la 900 toka aanze safari yake ya soka hadi hivi sasa. Kwa umri aliyokuwa nao Lionel Messi, na hivi sasa bado yupo anasakata kabumbu. Tunaweza tukaona akaongeza goli zingine 100 na kufika goli 1000. Kwanza nyuma yako nakuona kuna picha ya Cristiano hapo. Goat wanasema. Ila huyu ndio goat ambaye amefikisha magoli 900 hivi sasa. Nikukumbusha kitu. Huyu Ronaldo alifikisha magoli 900 akiwa amecheza michezo 1236. Ndio. 1236. Bwana Lionel Messi kafikisha magoli 900 akiwa amecheza michezo 1142. Kwa takriban michezo 100 hapo. Michezo 94. Kwa hiyo ukiona utofauti tu wa michezo ambao amecheza na idadi ya magoli ambao amefikisha, unaweza ukaona ni mchezaji gani hatari zaidi akiwa uwanjani. Of course Lionel Messi kafanya makubwa sana kwenye soka letu. Hakuna kitu ambacho hajakibeba Lionel Messi kwenye hatua ambazo amecheza. Amebeba makombe yote makubwa ambayo unayafahamu wewe. Amebeba kombe la Copa America kule kwao. World Cup kabeba akiwa na FC Barcelona. Beba makombe mengi kwa kweli. Lakini kwenye magoli ambayo ameyafunga, kafunga magoli mengi sana akiwa na FC Barcelona. Funga takriban magoli 600. 672 akiwa na FC Barcelona. Ni moja kati ya timu ambayo kakulia pale toka akiwa young mpaka Lionel Messi tunamfahamu. Kafunga magoli 115 akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Ni moja kati ya magoli mengi sana kwenye timu ya taifa. Ndio mfungaji bora muda wote mpaka hivi sasa. Kafunga magoli 81 akiwa na Inter Miami hivi sasa. Wewe fikiria muda ambao amekaa Inter Miami na magoli ambayo ameyafunga. Unaweza ukaona ni kwa jinsi gani Lionel Messi ana advantage kubwa sana ya kufikisha ile rekodi ya magoli 1000. Lakini wanasema ligi ambayo anayoicheza Lionel Messi si ligi yenye ushindani. Ndio maana amekuwa akifunga sana. Kumbuka hapo jana Messi timu yake Inter Miami imetolewa kwenye mashindano. Unaweza kuona ushindani uliopo kwenye timu ya taifa kwenye ligi ya pale Marekani. Kwa hiyo ni ligi ambayo ina ushindani mkubwa, lakini ubora wa mchezaji unazidi kuonekana. Kama anashiriki kwenye ligi bora, why anaendelea kufanya vizuri pia kwenye timu ya taifa ya Argentina? Umenipata? Kwa hiyo Lionel Messi anaendelea kujitofautisha na wachezaji wengine, na nadhani itakuwa ni rahisi sana kwake kufikisha magoli 1000. Kufikisha magoli 1000. Kwa sababu nikiangalia paka hivi sasa amefunga magoli ya penalty 112. Magoli ya penalty kwenye magoli 900 amefikisha. Amefunga magoli 70 ya penalty. Umenipata? Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji wa aina gani. Lionel Messi I think magoli 70 ya free kick. Magoli 112 ya penalty. Hiyo ni mipira ya kutenga na kuambia. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji wa aina gani. Ni mchezaji ambaye kwa nafasi ambayo anaipata kwenye timu ya taifa, kwenye timu ya Inter Miami na kwenye timu yake ya taifa ya Argentina, inakuonyesha
ni kwa namna gani utaendelea kuyashuhudia magoli mengi zaidi kwa Lionel Messi. Yeye azungumzii sana magoli 1000 ambayo mpinzani wake anazungumzia kwa kiasi kubwa, lakini namuona pia akifikisha magoli 1000. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Lionel Messi, hapo jana usiku ulikuwa ni wakati mzuri sana na wakati bora sana kwa mashabiki wa Lionel Messi kumshuhudia Lionel Messi akifikisha magoli 900, lakini kwa career yake ya soka Lionel Messi ninamuona akifikisha zaidi ya magoli 1000 ambayo mpinzani wake Cristiano Ronaldo amekuwa akiimba kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo anaweza akaimba magoli 1000 kwa muda mfupi sana Lionel Messi. Nimekwambia pima tu muda ambao ameichezea Inter Miami mpaka hivi sasa na magoli 81, magoli 100 kwa kipindi hiki ambacho kimebaki, na ukimwangalia hana dalili ya kustaafu soka. Naona magoli 1000 anafikisha vizuri tu. Miaka 38 akiwa na magoli haya na performance anayoonyesha hivi sasa, akifikisha miaka 40 magoli 1000 uyaone. Tunaona magoli 1000 kwa Lionel Messi. Mapema sana. Bwana huyo tulikuwa tunamzungumzia Lionel Messi, miongoni mwa wachezaji ambao wapenda soka wengi wameshuhudia kipaji kikubwa kutoka kwa huyu bwana Argentina. Mchawi, wengine wanapenda kumuita mchawi mfupi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Ulikuwa nami mtangazaji wako Rashid Mfaume, pia nilikuwa na mchambuzi wangu bwana Andrew Masawe. Usikose kutufuatilia kwa habari mbalimbali za kimichezo, ambapo tunapatikana katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube pamoja na Twitter kwa jina la Dimbani Connect. Pia unaweza kutembelea katika mitandao hiyo yote na kwenda kutufollow ili uweze kupata habari zote hizo za kimichezo. Nyuma ya kamera tulikuwa naye bwana Easy Pro Director, ambaye yeye amehakikisha tunawaka, tunaonekana vyema kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tukutane tena mpaka wakati mwingine.